wanaingia kwenye madeni. Zipo sababu 5 ambazo zinawafanya watu waingie kwenye madeni. Zipo sababu 5, na jioni ya leo tutaziangalia kwa undani zaidi. Sababu ya kwanza ambayo iko hapo ni tamaa ya fedha. Kuna baadhi ya watu wameingia kwenye madeni kwa sababu ya tamaa ya fedha. Lakini sababu ya pili ni kufuata mkumbo. Umeona fulani amekopa na wewe unaenda kukopa. Wala ambao labda mmekaa sehemu moja au mko nyumba moja mmepanga, unasikia chinga amekuja, jirani yako amekopa sufuria, hukuwa na mpango wa kukopa na unasema nikopeshe sufuria. Kwa unajikuta unaingia kwenye madeni ambayo hayana sababu kabisa, kwa sababu umefuata mkumbo. Lakini sababu ya tatu, kushindwa kuridhika na hali yako ya muda huo. Hali ambayo unayo kwa muda huu unashindwa kuridhika nayo. Kuna baadhi wameingia kwenye madeni kwa sababu ameshindwa kuridhika na hali aliyonayo, anajikuta ghafla anaingia kwenye madeni. Bwana tusaidie sana. Lakini sababu ya 4, kuishi maisha ambayo hana. Hii tunaisha kama maisha ya maigizo. Yaani hajafika viwango vya maisha fulani, anataka ayaisha hiyo maisha ambayo hana kabisa. Hana kabisa. Yeye anataka hayo maisha ndio yaishi. Na mwisho wa siku, kwa sababu anataka awaonyeshe watu kwamba mimi ni somebody, mimi nimo, wanajikuta kwamba naanza kuingia kwenye madeni yasiyokuwa na, anaanza kuingia kwenye madeni au anaanza kuingia kwenye mikopo isiyokuwa na tija. Lakini pia jambo la 5, uwepo wa fursa ya kukopa. Nayo ni changamoto ambayo imewapelekea wengine wameingia kwenye madeni. Anaona kwamba ameenda labda kwenye vikoba, kwenye chama, labda watu wamekopa fedha zikabaki. Anasema hizo nipeni tu mimi hizo. Nipeni tu mimi hizo. Kwa hiyo huyu mtu ametoka nyumbani akiwa hana dhamira ya kukopa. Lakini kwa kuwa kuna fursa ya kukopa, anajikuta anaingia kwenye mkopo. Sasa nataka nikupeleke kipengele kimoja baada ya kingine.